nzuri mnayoipenda ya qasasul Qur'an. Miongoni mwa visa ambavyo ndani ya Qur'ani vimesimuliwa, leo tutataja kisa min a'zami alqisas, bidayatul bashar, mwanzo wa wanadamu wa mwanzo kabisa kufanya baadhi ya mambo katika hii dunia. Leo tuko zaidi ya bilioni 7 nadhani wanadamu, tuko miliar balayin billions katika hii dunia. Sasa sisi hapa tunazungumzia kitu ambacho ilikuwa mwanzo wa wanadamu yani ndo wao ndo walisababisha mpaka sisi sote leo tumejaa. Hebu rudi nyuma kidogo, uwe pamoja nami katika kufikiri huo mwanzo wa wanadamu ulikuwaje. Anashuka hapa duniani, anakuwa mtu mmoja anaitwa Adam, kisha anashuka na mtu wa pili anaitwa Hawa. Wanadamu wawili tu dunia nzima, bara lote, yani kaukab yote hii, planet yote hii, watu wawili tu, Adam mzee wetu na mama yetu Hawa. Naam, wawili tu wameshushwa huko walikoshushwa, walikokuwepo wakiishi huko kwa makosa yaliyofanyika na madhambi yaliyotendeka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawashusha katika dunia, wakaanza maisha mengine. Na kuambia hivi ili upeleke fikra zako, uiwaze hii dunia ilikuwaje wakati huo. Sasa hivi unaona watu chungu nzima, ukienda Afrika, bara la Afrika limejaa, ukienda Europe na hali kadhalika, ukienda Marekani huko Latini, ukienda za kwa India, Asia huko Arabuni, unas. Kwa hiyo tunazungumzia balayin, billions za watu katika hii dunia, lakini mwanzo wao watu wawili tu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Na hao billions wote wametokana na huyu mmoja tu, wahida, nafsi ya Adam pekee. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana na nafsi hiyo mke wake, yani mwenzake Hawa wa pili huyo. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, na akaeneza Mwenyezi Mungu kutoka kwa wawili hawa wanaume wengi na wanawake wengi. Wameanzia na wawili tu. Kwa hiyo sasa hivi kama tutaanza kurudi nyuma, sisi hapa tulokuepo, tutarudi kama katika hizo, tuseme tuko bilioni 7.5 sasa hivi, au bilioni 8, tutarudi bilioni 7, tutarudi bilioni 5, tutarudi bilioni 4, tutarudi bilioni 2, tutarudi bilioni 1, tutarudi mpaka watu 1000, tutarudi mpaka tutarudi mtu mmoja, tutarudi kule. Lakini sote turudi tutakavyorudi, tunarudi kwa nani? Asili yetu tunatoka wapi? Aliyetuleta ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lakini pia aliwaambia watu wale waliokuwa wakijifakhirisha na wazee wao, sema fa idha afadtum min arafatin fadhkuru Allaha inda al-mash'ari al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min al-ghafilin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Katika aya nyingine, fadhkuru Allaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra, mtajeni Allah kama vile mlivyokuwa mkiwataja wazee wenu. Kwa kifika pale Arafat, wanaekeana mashamiana na mimbari zinawekwa, haya mimi ni fulani, mwana wa fulani, mwana wa fulani, mwana wa fulani, sisi ndo watu wa karam, sisi ndo mashujaa. Wanataja yale mazuri na koo na nasaba zao. Fadhkurullah. Sasa hivi msitaje wazee wenu, mimi nani wa nani, fulani kwa fulani. Mtajeni Mwenyezi Mungu kama vile mlivyokuwa mkiwataja wazee wenu, au zaidi ya vile. Sasa kama wao walikuwa wakitaja mimi mwana wa fulani, baba yangu ni fulani, baba yangu ni fulani, utakwenda hivyo na fulani naye atakwenda mpaka Adam. Hata Adam na yeye atasema mimi ni mwana wa nani? Adam atakuwa pale alipofika ndo mwisho wa kila kitu. Adam si mwana wa mtu yoyote. Adam ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni roho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hiyo kisa chetu cha leo ni kisa cha watoto wawili wa Adam. Sizungumzii kisa cha Adam, nazungumzia kisa cha watoto wawili wa Adam. Twende tukazisome aya ambazo tutaogelea leo katika kisa cha ibna Adam au qissatu ibnai Adam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Angalia aya hizi tulizozisoma inshallah na inshallah niwe nimezisoma sahih. Ikiwa nimezisoma si sahih, astaghfirullah, kwa sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utasahihisha wewe hafidh al-Qur'an. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake, watlu alaihim naba ibnai adama bilhaq, wasomee hao, waeleze, wape habari ya kisa cha watoto wawili wa Adam. Wanachuoni wa tarikhi wanasema Adam aliposhuka hapa duniani, mke wake alikuwa akizaa mimba mbili, yani watoto pacha jioni na asubuhi au itakavyokuwa, kwa sababu dunia ilikuwa haina watu wawili tu. Sasa hikma zake na utendakazi wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, zikabidi mimba za haraka zitoke pale na zitoe watu, dunia ipate kuenea. Kwa hiyo akazaa Habil na dada yake, akazaa Qabil na dada yake, yani pacha wawili. Aliyekuja mwanzo alikuwa ni Qabil, bali baadhi ya muarrikhina wanasema hawa Qabil na dada yake ndio wa mwanzo, alafu kafuata Habil na dada yake katika mimba pacha. Wa mwisho Abdul Mughith na dada yake Ummul Mughith au Amatul Mughith. Wanasema muarrikhina Qabil na dada yake, kizazi chake au mimba yake kabla hajaingia Bibi Hawa katika hii dunia ilikuwa tayari. Kwa hiyo alikuja hapa akiwa watoto hawa ni watoto ambao mimba yao si katika dunia. Kwa hiyo ndio walipozaliwa wakawa wanajifakhirisha kwamba sisi si watu wa dunia bwana, sisi ni katika ulimwengu mwingine. Ala kulli hal, mimba zilikuwa zikizaliwa pacha, Qabil na dada yake na Habil na dada yake. Katika sheria ya wakati huo, kwa dharura ya wakati ambao hakuna binadamu, ili kupatikane watu waenee katika hii dunia, ikawa imepitishwa na sheria ya Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam kwamba waliozaliwa katika mimba moja, kaka na dada, wale ni ndugu. Watakaozaliwa katika mimba nyingine, kaka na dada, wale ni ndugu, tofauti na wale wengine. Kwa hiyo huyu huku anaweza akamuoa dada yule kule na yule kule
anaweza akamoa dada huyu huku, kwa sababu ni kama ni ajnabi, hawahusiani kutokana na zile mimba zao kuwa tofauti. Kwa hiyo ikabidi hapa sasa kuwe na sheria ya kuozeshana ndugu, lakini sio ndugu kutokamana na kuzaliwa kwao matumbo au mimba tofauti. Walipokuwa hawa watoto, hikma ya Mwenyezi Mungu ikapita. Adam akataka kuwaeleza sheria namna ilivyo. Qabil utakuwa enda kumwoa dada yake Habil, na Habil ndio mdogo, na we Habil utakwenda kumwoa dada yake Qabil. Qabil dada yake alikuwa mzuri sana kama wanavyosema wanachuoni, hasna rashiqa, mrembo wa hali ya juu. Habil dada yake hakupata nasibu min aljamal, na hii ni hikma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii dunia, kujalia watu wanatofautiana liyabluwakum. Yote hii ni mitihani ya dunia, na wanawake ni moja katika mitihani mikubwa. Nasema inna awwala fitnatin kanat fi bani Israil min an-nisa, fitna ya mwanzo kabisa katika wanawake katika bani Israili ilikuwa katika wanawake. Walifitinisha sana. Kwani Zakaria alayhi salam, mtume Zakaria, kwa nini alikatwa kichwa? Kwa nini aliuawa? Fitna za wanawake. Jamaa alimpenda mwanamke akamchukia sana Zakaria na mwanawe Yahya, akamwambia mahari yangu kama unanipenda kweli nataka kichwa chake Zakaria na mwanawe Yahya muue, hapo mimi nitakukubali. Fitna za wanawake. Na unapoona fujo pahala popote, ndugu yangu, wizi, watu kujidhulumia tu, kujichukulia tu, biashara za haramu, zote hizi fitna za wanawake. Unataka kupeleka kwa mwanamke wako au kwa mke wako au kwa binti zako au kwa mama yako, angalau umjengee nyumba, umnunulie gari, umnunulie nyumba, umchimbie kisima, umfanyie vitu vya luxury, upate na wewe kukuza mapenzi yako, au upate kuona kwamba unaishi vizuri au anaishi vizuri, mpate kutesa watu kama mnavyosema katika ulimwengu. Yote hizi ni fitna za wanawake. Fitna zake ni kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa. Ogopeni sana wanawake, wana fitna, yani ni mtihani mkubwa huko kwa wanawake. Ma taraktu fitnatan adarra au ashadda ala ar-rijali min an-nisa, sijaacha fitna kubwa nzito yenye madhara makubwa kwa wanaume kama wanawake. Kwa hiyo hata fitna ya Qabil na Habil ni wanawake wawili, mmoja mrembo, mwingine si mzuri wa sura kama vile mwingine. Kwa hiyo huyu aloambiwa aowe, yule alokuwa mbaya wa sura akagoma. Sema itakuwaje bwana? Dadangu mie mrembo, yule wa kwake wala hana sehemu yoyote katika uzuri, mimi simuoi, nitaoa dadangu mwenyewe na yeye aowe wa kwake, kila mmoja aowe wa kwake. Huyo ni ndugu yako, huyo ni dadako, huwezi kumuoa, sheria ni maharim, ni haramu kwako. Sasa huyo na wewe ni sasa hivi ni ndugu yake, ni kakake, kwa hiyo wewe unatakiwa kuoa yule. Hapana, mimi nitaoa huyu. Haiwezekani. Mbona huyu apate chuma kizuri kama hiki kama wanavyosema vijana, na mimi nipate? Hapa haiwezekani. Zogo likaanza. Adam akafanya kikao, akamwambia sasa pelekeni qurban kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maombi fulani. Yule atakayekubaliwa maombi yake, basi yale anayoyataka tutaona kwamba ndo amekubaliwa. Ambaye hatakubaliwa ajue kwamba Mwenyezi Mungu hakutaka yale anayoyataka aendelee nayo, kakatazwa. Wewe Habil peleka qurban, na wewe Qabil peleka qurban. Qurbani ni nau'un min as-sadaqa, ni sadaqa yani. Wanasema muarrikhun, Qabil alikuwa ni mtu wa mazao, mkulima, mtu analima mbegu nini, akatafuta mbegu zake zile. Wanasema akazichagua zile ambazo ni mbovu mbaya,
wakati tunaambia ukitoa toa kizuri, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, msitoe vibaya. Ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum, toeni vizuri tulivyowapeni, vile tulivyokuruzuku vizuri vile ndo utoe. Kama mtu angekuwa anafuata mwendo huo kutoa vizuri, basi Mwenyezi Mungu atafurahia sana sadaka yako. Lakini wengi huwa tunaangalia kile kilichokuwa kibaya ndo tunakitoa. Nguo imeshaanza kutoboka, imeshaanza maji ibadilisha rangi, sasa hii inamfaa fulani, lakini nzuri sasa mimi mwenyewe bado hiyo haijalipa mpaka iwe inaoza inamalizika, ndio inafika pahala unaitoa kumpa mtu. Kumbe sadaka nzuri ni ile kizuri, anfiqu min tayyibati, vizuri vile unavyovitoa. Inataka kazi kubwa mtu kutoa. Abu Tamama anasema laula shadaidu lasada an-nasu kulluhum, aljudu yufqiru wal-iqdamu qattalu. Kama si shida kila mmoja angekuwa sayyid katika hii dunia, lakini ukitaka kuitwa shujaa lazima uwe mstari wa mbele katika vita, na ukitaka kuitwa mkarimu lazima mkono wako uwe wazi. Sasa hutaki, unataka kuitwa mkarimu na ni bakhili, itafikaje? Haiwezekani. Lazima ujitolee, toe vizuri, toe mali yako, utafikia ukarimu kama alokuwa nao bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tarahu idha ma ji'tahu mutahallilan kaannaka tu'tihi alladhi anta sa'iluhu, huwa albahru min ayi aljawanibi ataytahu lujjatuhu alma'rufu waljudu sahiluhu, law lam yakun fi kaffihi ghayru ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'iluhu, ta'awwada basta alkaffi hatta law annahu ataha liqabdin lan tujibhu anamiluhu. Huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukimwendea kwa shida zako utadhani wewe ndo umeenda kumpa, yeye ndo anapokea. Na mambo ya kupokea anasema Mtume, yadul ulya khairun min yadi sufla, mkono wa juu ni bora kuliko wa chini. Yani mkono wa kutoa ni bora kuliko mkono wa kupokea. Wewe kazi yako kupokea tu, kupokea, na wewe utatoa lini? Kuwa mjanja. Hata pia kama wewe unapokea, basi kile unachopokea nacho nawe katoe, ujifundishe namna ya kutoa. Ndio maana yule bwana aliyewaona watu wana msafara wanakwenda umevalia vizuri, akaona na mimi niwafuate, niandamane nao, akaandamana nao. Kumbe walikuwa washairi wale. Akaenda mpaka jumba la mshairi la mfalme, wakaingia watu. Haya, mfalme amekaa kwenye kiti chake, anamwambia mmoja, hati ma indak, lete ulicho nacho. Kila mmoja anatoa kasida, basi pale na yeye kafika pahala, anambia na wewe? Akamwambia mimi sio mshairi, lakini akasema maneno ya hikma, kasema maneno ya kheri. Mfalme na yeye akamzawadia, sema lamma raaitu an-nasha shadda rihalahum, nilipowaona watu hao wako safarini, wamekamata wanakwenda kuja kwa mfalme, na mimi nimeingia katikati yao. Mfalme akasema huyu mpeni zawadi kubwa kuliko ya hao washairi. Akajaziwa mtungi umejaa ndani yake dhahabu. Basi ilipokuwa anatoka, akawa kanaitawanya, anaigawa kwa waliokuja pale, akawa anagawa naye. Mfalme anamuuliza madha tafal? Anasema naam, inna al-aghniyaa bi amwali al-kibari yajudun wa nahnu bi amwali al-muluki najudu. Anasema watu kwa mali za matajiri, watu wanatoa mali zao kwa watu, wanapata fursa ya kuwa kurama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu bi amwali al-aghniyaa najudu, na sisi pia tunataka nafasi hiyo, tunaipata fursa ya kuwa jawad wa karimu kwa mali za matajiri,
kwa mali za wakarimu. Nyinyi mmepata fursa hiyo, mnaitafuta pepo kwa mali zenu, mnapata fursa ya kuwa jawad, yani mkarimu. Wa nahnu bi amwalikum najudu, na sisi inabidi kile tunachopewa tutafute position makanatan katika wale watakaokuwa watu majawad, na sisi tupate. Kwa hiyo ukipewa na wewe translate upewaji ule, na wewe kama ndo mtoaji, katoe huko mbele ya safari, si unapokea tu unakula, na wewe kagawe. Hii ni tanabu ambaye tunaambizana ili kila mmoja apate sifa ya kuona al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Anasema pelekeni kila mmoja qurban. Adam Qabil akapeleka ngano, na Habil alikuwa mtu wa mifugo, akapeleka kondoo. Katafuta kondoo alonona hivi mzuri, manake unampa Mungu, sio kwamba Mungu anaenda kula, anaenda kuchinja. Kwa maana kwamba sisi tunapoambiwa tuchinje au tutoe sadaka, Allah anasema lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Zile siku za udhiya tukiambiwa tuchague, maana tumepangiwa mpaka miaka, mbuzi yawe at least na miaka 2 na kuendelea, kondoo, ng'ombe at least yawe, tumepangiwa. Kwa sababu gani? Kiwe kizuri kile unachokipeleka katika udhiya, isiwe na aibu yoyote, isiwe ni kipofu mbuzi yule, asiwe kilema, asiwe amekonda sana, asiwe mgonjwa. Naam, ili upeleke kitu kizuri. Kwa hiyo dhahu innaha sunnatu abikum Ibrahim, chinjeni, hiyo ni sunna ya baba yenu Ibrahim. Kwa hiyo kitu ulichoambiwa ni sadaka, hakikisha kinakuwa kizuri. Kama ni ng'ombe anakuwa mnono, kama ni mbuzi anakuwa mzuri, kondoo, kama ni pesa, kama ni chochote, chagua kile kilichokuwa kizuri, kwa sababu tumeambiwa anfiqu min tayyibati ma razaqnakum, kiwe cha halali vile vile. Naam, sema Imam Abi Hanifa alimuona mtu sokoni anaiba machungwa, anaiba matunda, matufaha, alafu anaiba, alafu anatoa sadaka. Kila kiiba anatoa sadaka. Kama madha tafal, akaambia ndio na kwa mjanja kutafuta thawabu. Saraktuha fakutibat liya sayyi'a wa tasaddaqtu biha fakutibat liya 10 hasanat. Nilipoiba pale nimeandikiwa ovu moja au dhambi moja, lakini naenda kutoa sadaka nimeandikiwa thawabu 10. Kwa hiyo kila nikiiba moja dhambi, lakini thawabu 10 baada ya kutoa sadaka. Kitamaka mimi nitakuwa tajiri wa thawabu, lakini dhambi zitakuwa kidogo. Abu Hanifa akamwambia la, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu ni mzuri na hapokei isipokuwa kizuri, na kizuri maana yake ni cha halali. Usiibie watu alafu unasema naenda kutoa sadaka. Toa cha kwako kilichokuwa umekitumia jasho lako. Saraktaha fakataba Allahu laka sayyi'atan wa tasaddaqta biha falam yaqbalha Allah. Umeiba, umeandikiwa dhambi, umeenda kutoa sadaka, haikukubaliwa kwa sababu ni sadaka ya haram, sio mali yako, umemwibia mtu, ile sio cha kwako. Toa kizuri, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatutakabalia. Basi wewe jifurahishe sana kwa kupea sadaka watu kwa vitu vizuri vya halali vilivyokuwa umechuma, japokuwa kidogo, lakini kiwe cha kwako. Sayyiduna Adam, watoto wake hawa kila mmoja akashughulika kwenda kupeleka qurban. Ndio hapo kisa sasa kinapoanzia. Watlu alaihim naba abnai Adam bilhaq, waambie hao Muhammad, wasimulie hao kisa cha watoto wawili wa Adam kwa haki. Idh qarraba qurbana, pale walipopeleka sadaka zao katika mlima. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar, mmoja wao akakubaliwa sadaka yake, mwingine hajakubaliwa. Hapo sasa uovu na uadui ukaanza. Na for your information, huu ndio uadui wa mwanzo unaanza katika dunia. Hasad ni gonjwa katika magonjwa ya moyo
bali hii ni hasadi ya mwanzo kwanza katika dunia. Hili ndilo lililosababisha la mmoja amepeleka qurban na mwingine naye akapeleka ya kwake. Ilikuwa ukipeleka qurban unakuja moto unakula kile ulichopeleka. Kwa hiyo kitakacholiwa na moto au kitakachochukuliwa basi ni ishara kwamba wewe umekubaliwa. Lakini ukiachwa pale pale mzigo wako uliopeleka, utambue kwamba hujakubaliwa. Kwa hiyo moto ukaja ukachukua qurbani ya Habil, na alikuwa mdogo yule, akafurahi sana kwamba alhamdulillah yangu yamekubaliwa, kwa hiyo mimi namuoa ukhti yake Qabil. Ile qurbani ya Qabil ikaachwa pale pale kama ilivyo, ishara kwamba wewe hukukubaliwa. Kwa hiyo Adam hasama almas'ala kwamba wewe sasa hivi itabidi ufanye hili na wewe lile usifanye. Lakini je, atakubali Qabil? Hakubali. Madha qala Qabilu li akhihi Habil, alimwambia nini sasa? Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Tahdidi ya mwanzo, nitakumaliza, nitakuua. Je, unakujua huko kuua kwenyewe? Hajui kuua, kwa sababu hajaona mfano wa mtu kuuawa, hajaona mtu akiuawa, wala hakujafa mtu hapo, wala hakujaonekana kiumbe yote na kata roho. Lakini Ibilisi yupo katika maisha yao, atawafundisha tu namna ya kuua watu, atauana vipi. Naam. Na aliposema neno hilo nitakuua, hakuwa na idea yoyote ya kuua, isipokuwa Ibilisi, wanasema muarrikhina, alikitamathal, akaja akamfundisha binadamu. Akamchukua ndege yule akamweka kati ya majabali na majiwe, akamsaga kichwa chake kwa jiwe lingine, akamuua. Kwa hiyo haya ndo nitakayomfanyia huyu, na mimi nitammaliza kwa staili ile ile. Kumbe ukitaka kummaliza, kumkosesha mtu hai awe hayupo, hii ndo assassination yenyewe, mfanyie vitu kama hivyo. Qala la aqtulannak, takuwa haddadahu bilqatl. Unakubaliwaje? Mimi sikubaliwi. Takuwaje wewe unapewa umbele tu, mambo yako yananyoka, unapendelewa, vipi upate wewe? Ndo hasadi yenyewe hii, kuumia kwa kheri aliyoipata ndugu yako. Unaumwa saa nyingine mpaka unadondoka, unaenda hospitali, unatiwa drip, kumbe ndugu yako amefanikiwa tu katika biashara zake, wewe hujafanikiwa. Atafanikiwaje? Mbona mimi sifanikiwi? Mimi nimehangaika kuliko yeye, mimi nimeanza mwanzo, mimi naenda China, naenda Dubai, naenda Thailand, nimemaliza dunia nzima, lakini jamaa akienda safari moja tu kisha fanikiwa. Itakuwaje? Haiwezekani, sikubali, nitachekwa. Hapana, kila mmoja na riziki yake. Qul liman jaa li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala Allah fi khalqihi liannaka lam tarda li ma wahab fakana ala Allah an khassani wasadda alayka tariqa talab. Ukiwa hasidi unamkosea Allah adabu, kwa sababu unakuwa hujaridhika na ugavi wa Allah kwa ndugu zako. Ni kukosa adabu kwamba vipi we Mungu umempa huyu. Ni kama unamuuliza hivi, itakuwaje? Kwa nini hujanipa mimi? Kwa nini umempa huyu? Ni kazi yako hiyo. Wapi wewe utaingilia maamuzi yake Allah subhanahu wa ta'ala? Mwache Mwenyezi Mungu afanye analotaka. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, kazi yao ni kuwahusudu watu kwa fadhila ambazo Mwenyezi Mungu amewapa. Ndio ameshawapa, usiumie kwa kuwa mtu kapewa hiki na kile na kile. Omba Mungu na wewe upate kama kile. Hii itakuwa si hasad, ni kughibiti. Almu'min yaghbitu walmunafiqu yahsud. Lakini hasadi inapokuwa imetaharak, mwisho wake ndo hii la aqtulannak, takuonyesha ima unamuua mtu, unamhusudu jicho lile, wala ainu haq,
Al-ainu qad tudkhilu al-baqara fi al-qidri au tudkhilu al-insana fi al-qabri, jicho linamweza kumuingiza ng'ombe kwenye chungu akaliwa supu, au binadamu kaburini akafa. Jicho hilo, jicho ni kweli. Mtume anasema al-ainu haqqa, jicho ni kweli jamani, lipo. Jicho baya lile la kutizama kitu kwa ubaya, kwa uovu, mara kesho unamsikia mtu ng'ombe huyu amejaza uzuri, ng'ombe huyu, ukamhusudu. Kesho nasikia kisu hicho kinaanza kunolewa, ng'ombe kwenye chungu, fulani fulani amekuwa fulani. Kesho inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Macho hayo yanaua, hasadi hizo mbaya. Qad tudkhilu al-baqara al-qidri au al-insana al-qabr. Al-ainu haq, kwa hadithi ya Bwana Mtume anasema jicho ni kweli, lipo. Basi jificheni, ombeni, jikingeni nyuradi mbalimbali kutokamana na macho ya watu ambao ni wabaya. Zipo sura kamil, sura maalum zimeshusha kwa ajili ya watu kujikinga na mambo hayo. Qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Zisome hizo hususan ukimwona mtu ukadhania katika watu wenye kukuhusudu, basi zisome hizo. Zisome pole pole, sio unazisoma mbele yake. Sio unamuona huyo hasaitu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq. Iwe nyuradi zako za usiku na jioni unajikinga nazo na shari za watu, na ndani mnatajwa qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Kwa hiyo shari za uchawi, shari za mahasidi, shari za watu wabaya, shari za watu wasiopenda maendeleo ya wengine, shari aina mbalimbali. Hii ni kinga. Usende kwa waganga, wao wenyewe wanatafuta. Usende kutafuta mafanikio yako kwa fundi. Ukienda nyumba yake yenyewe inaanguka, alafu unasema nataka utajiri. Angeanza yeye kwanza kujenga nyumba yake, alafu ndo akakupa wewe. Lakini yeye mwenyewe anakupiga hapo, unaona mapesa chungu nzima unatoa. Ni maskini huyo, hana kitu. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Takuwa qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yule akamjibu akamwambia, kukubaliwa lazima kwanza uwe na alama zenyewe za ucha Mungu, taqwa. Akhlis qalbak lillah, akhlis amalaka lillah. Amali zako unazozifanya fanya kwa ajili ya Allah, tena toa vilivyokuwa vizuri. Mimi nimetoa kile kilichokuwa kizuri, nimempa Allah. Wewe umetafuta zile mbegu ambazo zimeanza kuoza ndio umepeleka, zilizoharibika ndio umepeleka. Sasa unatarajia nini? Toa vizuri. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ndio sahaba mmoja anasema, law alimtu anna Allah yaqbalu minni faridatan wahidatan latirtu farahan. Limadha? Liannahu yaqulu innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kama nitajua kwamba faradhi yangu moja tu imekubaliwa, basi nitaruka kweli, kwa sababu Mungu anasema sikubali isipokuwa kutoka kwa waliomwogopa Allah. Nitakuwa na mimi nimeingizwa katika kundi hilo minal muttaqin. Sasa la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kama utanyosha mkono wako kanikamata kwa ajili ya kuniua, ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Mimi sitonyanyua mkono wangu wewe niue, mimi namwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Inaonekana na hizi ni katika sheria za awail, ilikuwa ni fadhila kubwa kabisa mtu kuacha asifanye jambo hata kama ana uwezo wa kulifanya. Ndio maana mufassirini wanasema kana ashadduhum, huyu mwenye kuuawa huyu alikuwa na nguvu kuliko mwenye kuua, lakini kafadhilisha radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ilikuwa kufanya vile katika asri ile ilikuwa fadhila nyingi kuliko
kulipiza kisasi au wewe kutaka kufanya jambo lile. Ndio maana akamwambia la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaktulak inni akhafu Allah, mimi sitonyanyua mkono wangu kwa ajili ya kukuua, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni uridu an tabua biithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul kafirin, nataka dhambi zako na dhambi zangu pia zikusanyike ziwe umezichukua wewe, kisha utakuwa miongoni mwa watu wa motoni kwa sababu ya kunifanyia uadui wa kuniua wewe. Kama hutaki, kama unataka yakusanyike mabaya mawili, la kwako na la kwangu, basi fanya kitendo hicho, kwa sababu utakuwa umenidhulumu. Na hayo ndio malipo ya watu madhalimu siku ya kiyama. Qur'ani inasemaje? fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala. Kweli kabisa, nafsi yake ikaanza kumtongoza, yani tawat, ikampambia, ikamweleza nafsi yake, na ibilisi naye yumo, muwe, malize, fanya. Tawat lahu nafsuhu qatla akhi, nafsi yake ikamwekea wazi, ikamharij na kumharidh katika kumuua ndugu yake. Faqatalahu, kweli akamuua. Anasema alimsubiri amelala pahala, amepumzika mwenyewe, akaja na jiwe kubwa lilokuwa hata kulibeba ni tabu, akamdondeshea juu ya kichwa chake, kamsaga na jiwe lile, akamulia mbali. Alafu alipomaliza kuua sasa, hajui afanye nini, akambeba. Anasema akawa anaranda naye huku na kule, anatembea naye tu amembeba, anakwenda muda mrefu yuko hivyo, anatembea naye, hajui afanye nini. Katala fa asbaha min alkhasirin, akawa kwa kuua kwake ndugu yake ni miongoni mwa watu waliopata hasara kubwa, kwa sababu kuua ni miongoni mwa madhambi makubwa na miongoni mwa hasara vile vile. Nasema mtu yoyote leo anayeuawa kwa dhulma katika dunia hii, nafsun lam yuqtalu ahadun dhulma illa wa kana libni adam alawwal kiflun minha, yule mwanadamu wa kwanza yule aliyeua, na yeye ana sehemu ya fungu ya madhambi kwa huyu muuaji wa leo aliyeua mtu kwa dhulma. Liannahu awwalu man sanna alqatl, kwa sababu huyu mwanadamu wa kwanza ndo mtu wa kwanza aliyeka sunna hii au mwendo huu, tabia hii ya kuua watu. Kwa hiyo na yeye anapelekewa katika akaunti yake kule, akiuawa mtu huku kwa dhulma, salamu zinamfikia, madhambi yanamfikia, kwa sababu ndo mwanzilishi, kwa sababu yeye ndo aliwaonyesha watu namna gani watu wauane. Awwalu man sanna alqatla, ni mtu wa kwanza aliyoanzisha mwendo huu. Kweli kuna hasara zaidi ya hiyo. Fa asbaha min alkhasirin, akawa miongoni mwa watu waliohasirika katika kuzunguka kwake, na mwili ameubeba huku na kule. Kidogo sasa ikatoka afueni. Faba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Mwenyezi Mungu akawapeleka makunguru wawili. Kunguru wakawa wanapigana, kunguru mmoja akamshinda mwenzake akamuua. Baada ya kumuua, yule kunguru akachimba kwa mdomo wake chini ya ardhi na miguu yake, akafanya shimo, akamvuruta kunguru aliyemuua, akamfukia katika ile shimo, akaanza kupeleka na michanga, akamzika. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Yule bwana ole wangu,
nimeshindwa mimi kuwa kama kunguru huyu. Angalia kunguru kamstiri mwenzake, kamzika mwenzake, ngoja na mimi nifanye vile vile. Akachimba shimo, akamchukua ndugu yake, akamzika. Aina Adam? Adam yuko wapi wakati watu wanafanya mambo kama haya makubwa? Wasema Adam siku hizo alikuwa zake Makkah, ameenda zake kuhiji. Kumbe Al-Kaaba ipo kutokea zamani, bali katika historia ya Al-Kaaba nasema awwalu man bana al-Kaabata al-malaika. Watu wa mwanzo walioijenga Al-Kaaba ni malaika. Pia Adam alayhi salatu wasalam naye akaifanyia tajdid, renovation. Makabila mbalimbali waliokuja baada ya Adam, Makuraish, wakati mtume na umri wa miaka 35, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, pale kulipotokea vita na manjaniki, ikapigwa Al-Kaaba, ikavunjika upande, akaja akaifanyia renovation. Ilikuwa mtu wa mwisho. Akaja kutaka kuifanyia Harun Rashid, maulama wakati ule wakamkataza, wakamwambia la, iacheni Al-Kaaba katika haiba yake hiyo hiyo, maana kila mmoja atakuwa akija anatia ufundi wake hapa, itakosa ile haiba yake. Kwa hiyo historia ya Al-Kaaba inaanzia mbali 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 mno. Yuko Maka, huku watoto wameuana, anarudi nyumbani anakuta mambo yamebadilika. Ya Qabil, aina Habil? Habil yuko wapi? Habil amemuua Qabil. Habil ameuawa na Qabil. Aliyeuawa alikuwa ni Habil, yani mdogo. Muuaji alikuwa Qabil, yani mkubwa. Hii ikawa mwanzo wa kifo. Huyo ndiye mwanadamu wa kwanza kuuawa, na yule ni mwanadamu wa kwanza kuua. Na maasiya ya hasadi na kuua ndo katika maasiya ya mwanzo kutokea katika hii dunia. Sasa yanaendelea tu, kuna waasisi wake walioyaasisi, na yanakwenda yale madhambi ambayo yanafanyika leo kwa waasisi hao, kwa muasisi huyu ambaye kaasisi suala la kufa. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea katika hii sura, katika hizi aya, anasema min ajli dhalik katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Kwa ajili hiyo basi tumeandika kwa bani Israil, walibratu liumumi lafdhi la li khususi sabab, na hiyo itakuja mpaka kwetu sisi, kwamba man qatala nafsan bighairi nafsin, mtu yoyote atakayeua nafsi bila ya haki. Kwani kuua nafsi kwa haki kuko naam katika qisas, katika zina ya mtu ambaye kwamba ni muhsin. Kwa hiyo mtu atakayefanya bila ya haki au kwa ufisadi tu katika hii dunia akaua mtu mmoja tu, ni sawa sawa na kuua watu wote wa ulimwenguni. Hurmatun nafs. Sasa wale watu wanaosema I use a gun more than a pen, wale watu wanaosema maneno hayo, wasikilize maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema bwana wewe usinichezee mimi, nikitoa kisu akirudi mpaka kirudi na damu. Wanajifakhirisha, bwana mimi sizungumzi, mimi kinachozungumza kisu tu, anatembea na panga au na bastola. Anasema mimi bwana kuua kwangu mimi si jambo kubwa. Sawa, si jambo kubwa, lakini huko unakuelekea na hayo unayoyafanya, hayo malipo yake ni makubwa 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 katika uovu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizo mbele huko kasema waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha wa la'anahu Allah wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana. Yeyote mwenye kumuua mu'min kwa maksudi, malipo yake ni katika moto wa jahannam, tena ana hasira za Mwenyezi Mungu juu yake, kisha na laana ya Mungu juu yake. Afu unasema use a gun more than a pen, unajifakhirisha kwamba natumia mimi bastola hata kuliko kalamu namna inavyotumika. La, ittaqillah ayuha alqatil ya qatil arruh, wint ruh,
Mwenye kuua unakwenda wapi? Utazungukwa tu. Allah subhanahu wa ta'ala halali, atakulipa tu. Kwa hiyo mwanadamu akauawa, na mwanadamu wa kwanza akazikwa na kufundishwa. Kunguru akaonyesha namna. Sasa usidharau, chukua elimu kutoka kwa watu wote 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 wote. Mtu mmoja aliulizwa, min aina ta'allamta alhikma, umejisomesha wapi haya mambo ya hikma? Akasema min aljahil au min jahilin, nimeisoma hii kutoka kwa mjinga. Nimechukua heshima na busara, maneno ya busara kutoka kwa wajinga. Wajinga wanatusomesha. Na mara nyingine pia, khudhul hikmata min almajanin, chukueni hikma kutoka kwa ndawazimu. Ndawazimu wenyewe wanaweza wakasema maneno ya hikma au wakafanya tasarrufati, wewe zikakupa somo, fundisho kubwa, na wewe ukafaulu. Kwa hiyo alhikmatu dhallatul mu'min aynama wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hekima na busara ni elimu iliyompotea Muislamu, popote atakapoipata chukua. Khudh ma safa, hata kutoka kwa watu wasiokuwa Waislamu. Khudh ma safa wa da' ma kadar, chukua kilichokuwa kizuri, vibaya waachie wenyewe. Mambo mazuri wewe yachukue, yaige, yafanyie kazi. Kama kuna mabaya achana nayo. Khudh ma safa, nenda kachukue kila kilichokuwa kisafi, kibaya kiache. Ingelikuwa tunafanya hivyo katika ulimwengu leo tungekuwa mbali. Lakini sisi huwa tunachukua yale mabaya yao, wao wanachukua yale mazuri yetu. Tunaona kwamba Waislamu vitendo vyetu tumechukua kwao, na wao vitendo vyao wamechukua kwetu. Imekuwa vice versa. Sisi ni watu wastaarabu, tunapaswa kuwa makini. Aya za Qur'ani zinatuongoza, hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zinatuongoza. Min ajli dhalik, kunguru akaonyesha namna ya vipi watu wanaweza akamfukia mwenzake chini ya ardhi, akamfukia akamzika. Fa asbaha minan nadimin. Hii ya kujuta, hii kajuta sio kwa kumuua, akajuta kwa sababu alichukua muda mrefu kumbeba bila kujua anafanya nini. Kumbe ni simple mathematics, angefanya vile tu. Fa asbaha minan nadimin. Min ajli dhalik, kwa ajili ya jambo hilo. Sasa angalia ubaya wa kuua. Katabna ala bani Israila annahu, kwamba man qatala nafsan, mwenye kuua nafsi, bighairi nafs, pasina haki, bila ya nafsi nyingine kufanya dhambi au kufanyiwa makosa, ikawa labda kafanya hivyo kwa sababu ya qisas au hukumu imehukumiwa, yule mwana kauawa kwa haki, kwa mambo fulani fulani ya kisheria. Akifanya hivyo akaua kwa ufisadi, ni sawa na kuua watu wote duniani. Ikiwa Uislamu ndo huu unakuambia usiue mtu, roho ya mtu mmoja ni kama roho za watu wote duniani, na ukisababishia uhai roho ya mtu mmoja ni kama umewasababishia uhai na maisha watu wote duniani, vipi baada ya hapo Uislamu unatuhumiwa kwamba ni dini ya ujambazi, ya kuua watu bila ya haki? Ukisoma aya hizi tu utakuta kwamba watu wanausema vibaya Uislamu, wala hayapo kabisa katika Uislamu. Ndio maana nikasema ukitaka kujua Uislamu, usome Uislamu, usiwatizame Waislamu wanafanya nini. Ukitizama Waislamu wanafanya nini utakwenda wrong, kwa sababu hawa ni binadamu, kila mmoja ana tabia zake, na inawezekana akawa anakwenda na fikra potofu, yeye kafahamu sivyo kabisa namna Uislamu wenyewe ulivyo. Ndio fasalu ahla dhikri, kama utakuwa na mushkil waulize ulama mu'tabarin, wanaotambulika kweli Uislamu ni hivi. Usiulize tu watu ambao ni mutaalimin au wamejiweka katika position za mafuqaha au ulama, wakati wao sio ahlu lilfatwa. Waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a, na mwenye kuisababishia uhai akaiandalia mtu mazingira, roho ya mtu ikabakia katika dunia, ni kama amefanya hivyo kwa watu wote katika dunia. Kwa hiyo tujitahidi sana 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 kuandaa mazingira ya watu waishi katika hii dunia in peace and not in pieces.
watu waishi vizuri 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 kwa amani, isiwe vipande vipande. Vijana, fikra hizi zilizoingia sasa hivi katika miji mingi ya Kiislamu za kuona kila mtu ni adui yako, sio fikra salama. Sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani mambo mazuri kabisa. Nani wa kumfanya adui? Nani adui yetu? Wapi tunapaswa kusoma? Tuchukue fatwa yetu wapi? Tuchukue maamuzi yetu wapi? Tumuulize nani? Dini yetu nani atufundishe? Sio masala likuli man habba wadan, sio masala ya kila mmoja. Ukaingia katika Facebook katafuta nini wanasema nini, ukaenda na wewe ukaifanyia tatbiki na implementation kwamba huu ndio Uislamu. Hapana, Uislamu una watu wake, una rijaluha, una ulamauha, una fuqahauha, una qudatuha, una shuyukhuha. Irji ilaihim indama yastashkilu alayka shay'un, rudi kwao kama kuna jambo lolote umeliona kwamba haliko sawa. Rudi kwa vitu au marakiz center mu'tabar, watu ambao wanatambulika, watu wote wamekuwa wamepasisha kwamba sisi tunarudi hapa, haya ndo marji yetu, ili upate usawa wa jambo lilokuwa kwako wewe haliko sawa. Hichi ni kisa cha Habil na ndugu yake Qabil kilichotajwa katika Qur'an, na hivi ndivyo mwisho ilivyotokea. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tupate fursa tena ya kuja kuendelea na qasasul Qur'an na kuelezea kisa chingine katika qasasul Qur'an. Nadhani tumefaidika chochote insha Allah. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.